Kulikuwa na wakati ambapo akili bandia au mnemba maarufu kama AI huonekana kama jambo la kufikirika tu, tena la kwenye filamu za kisayansi. Tuliona roboti wakifanya kazi, mashine zikizungumza na magari yakijiendesha yenyewe. Lakini sasa hayo yote si filamu tena, yamekuja kwa kweli. Na kinachotisha zaidi kwa watu wengi si teknolojia hiyo yenyewe, bali swali linaloumiza vichwa vyetu tulio wengi ni je, ajira yangu itakuwa salama baada ya miaka 5 au 10 mbele? Kabla sijaendelea, ngoja nikupe mfano mfupi tu. Musa ni kijana anayefanya kazi kwenye kampuni X, kitengo cha huduma kwa wateja. Kazi yake kila siku ni kuwasiliana na wateja kwa njia ya simu au kupitia chats. Kazi hii ni ngumu kwake, lakini angalau ilikuwa inampatia kipato cha kujikimu. Lakini siku moja kampuni yao ilitangaza kwamba watatumia mfumo mpya wa AI. Programu inaweza kujibu maswali ya wateja kiotomatiki, yani tena saa 24 bila kuchoka wala malipo ya ziada. Basi ndani ya miezi 3 idara nzima alikuwa akifanya kazi ilipunguzwa. Na Musa naye akajikuta kuwa ni muhanga wa hili kwa kupoteza ajira yake. Mfano wa My Brother Musa from Another Mother ni hali inayozidi kuenea katika sekta nyingi. Kutoka mabenki hadi viwandani, vyombo vya habari hadi usafirishaji. Chatbots ama ChatGPT sasa zina uwezo wa kuandika ripoti, barua, maelezo ya bidhaa na hata kufanya kazi kadhaa zilizokuwa zinafanywa na binadamu. Kwa mfano, katika maghala ya Amazon, roboti hufanya kazi usiku kucha, zikipakia na kusambaza bidhaa kwa kasi ambayo binadamu hawawezi kuifikia. Lakini pia yapo magari ambayo yameundwa na yanayoendelea kuundwa kujiendesha yenyewe. Kwa watu wengi haya yote yanatia wasiwasi mkubwa, na si tu kwa sababu ya roboti zenyewe, bali kwa sababu ya hatima ya ajira zao. Lakini ni muhimu kuelewa jambo moja. Si kila kazi itachukuliwa na roboti. Kuna baadhi ya kazi ambazo AI bado hazitaweza kuzifanya, na pengine haitakuja kuweza kuzifanya kwa muda mrefu zaidi. Fikiria kazi zinazohitaji kufanywa kwa hisia na mguso fulani wa kimwili na kiroho, kama vile washauri wa ndoa, madaktari wa akili, wachungaji au walezi wa watoto. Hizi si kazi tu, bali ni wito unaogusa moyo wa binadamu. AI kama AI yenyewe haiwezi kumfariji mtu aliyefiwa, wala haiwezi kugundua huzuni iliyojificha kwa mtu anayetabasamu. Kwa mantiki hiyo sasa, kazi za namna hii ni salama na zitaendelea kuwa salama zaidi. Lakini pia kuna kazi zinazohitaji ubunifu wa hali ya juu, kama vile sanaa, uandishi wa muziki au ubunifu wa mitindo. Ndiyo, AI inaweza kuchora picha, inaweza kutunga wimbo, lakini mara nyingi zinakosa mguso, zinakosa hisia zile za kipekee zinazotoka kwenye uzoefu wa maisha mwanadamu mwenyewe. Ajira nyingine salama ni zile zinazojihusisha na utengenezaji wa teknolojia yenyewe. Mfano AI developers, data scientists na engineers. Ndiyo wanaoongoza mapinduzi haya. Kama unaweza kuielewa AI, unaweza kuitumia kukuza kazi zako badala ya kuzipoteza. Lakini sio kila mtu atakuwa developer. Ndiyo maana ni muhimu zaidi leo kujifunza ujuzi utakaodumu na kukusaidia kwa miaka mingi. Uwezo wa kufikiria kwa kina, uwezo wa kujifunza kwa haraka, kuwasiliana kwa ufanisi na kushirikiana na wengine.
Hata kama huna ujuzi wa coding, kuwa na uwezo wa kutumia zana za kidijitali inaweza kukupa nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kumaintain kwenye soko au ajira iliyopo. Na katika mabadiliko haya kuna matumaini pia. Ripoti ya World Economic Forum ilionyesha kuwa ingawa AI itafuta ajira milioni 85, itatengeneza pia ajira mpya milioni 97. Hii inamaanisha kuwa tatizo si AI yenyewe, bali ni jinsi tunavyojiandaa nayo. Ni kama vile tu mapinduzi ya viwanda duniani yaliyotokea katika karne ya 18, ambapo kazi nyingi za mikono zilipotea, lakini kazi mpya zilizaliwa, kazi ambazo leo tunaziona kuwa za kawaida. Sasa hebu fikiria, kama AI inachukua kazi zile za kawaida zisizo na ubunifu wala mguso kwa binadamu. Je, huoni kama ndio nafasi nzuri kwa sisi binadamu wekeza muda wetu katika kujifunza vile ambavyo AI hataweza kuvifanya? Na katika kujifunza huko tukazingatia zaidi kazi zenye miguso ya kihisia zaidi kama vile ubunifu, huruma na kadhalika. Ni wakati wa kujiuliza pia, tunawaandaa watoto wetu au wanafunzi wetu kuja kukabiliana na AI? Kwa sababu mwisho wa siku tusipowafundisha vijana wetu, wataona AI kama tatizo, wakati kiuhalisia AI si adui, bali ni nyenzo. Na kama tutaitumia vyema, haitachukua ajira zetu, badala yake itazibadilisha kuwa bora zaidi. Mimi naitwa Ananias Edgar.